Ili uwe wa kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe. Makofi na vigelegele kwa wananchi wa Ianda. Tayari huduma ya polisi iko. Jiwe hili la ufunguzi wa kituo cha polisi daraja C Ianda limewekwa kwa niaba ya mkuu wa mkoa. Nichukue nafasi hii kukipokea kituo hiki na kwamba kuanzia leo kitaanza kufanya kazi rasmi. Kwa hiyo wananchi, kama kuna changamoto yoyote, mnaomba kufika na kutoa changamoto zenu hapa kama ambavyo imekusudiwa. Asanteni sana, ni washukuru wote ambao mmefika kutunga mkono katika hafla hii. Asanteni sana, tuwashukuru sana kwa matoleo yenu hayo. Tumeambia kituo hiki kimejengwa kwa milioni 140 kiasi fulani ni nguvu ya wananchi na kinachobaki ni halmashauri. Moja huo uendelee. Kituo hiki kitakuwa ni msaada mkubwa kama ambavyo wamesema wote. Haina maana tunapoleta vituo katika maeneo tunamaanisha hapa kuna shida ya kiusalama. Hapana, hii ni huduma kama huduma zingine. Panapoishi watu, changamoto hazikosekani. Kwa hiyo kituo hiki kitakuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wa eneo hili na maeneo jirani. Ukichukulia kwamba kwa kituo cha polisi ni mbali na ukitoka hapa unakwenda Mpemba pia ni mbali. Kwa hiyo kituo hiki kitakuwa msaada kweli. Kama kutakuwa na changamoto zozote, basi uongozi upo. Kama utendaji hautaridhisha, ofisi za RPC zipo, za OCD zipo. Tupeni taarifa tuweze kuboresha huduma ili huduma itakayotolewa hapa iwe ni huduma iliyokusudiwa. Hiki cha polisi kata ya Ianda ambacho kimejengwa kutoka kwa ndani ya halmashauri ya Mbozi ni thamani ya shilingi milioni 140 na laki 999. Laki 999 ikiwa kutoka kwa wananchi nguvu zao na milioni 140 kutoka kwa ndani ya halmashauri ya Mbozi. Anashapeleka milioni 60 katika kata ya Mbozi kwa ajili ya ujenzi wa police post katika kituo cha mabasi Forest Road. Hatuwezi kupata mafanikio, hatuwezi kupata maendeleo yoyote kama hatutakuwa na amani na usalama katika mitaa yetu, katika wilaya na mikoa yetu na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo hiki kinachofanyika ni moja ya nguzo muhimu sana katika kuhakikisha wananchi tunatekeleza shughuli zetu kwa uhuru na tunajiletea maendeleo sisi wenyewe na hatimaye kuleta maendeleo ya wilaya, ya mkoa, pamoja na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Sisi ni kwa wananchi wa kata Ianda, sote kwa umoja wetu tunaiona ama tunaona kituo cha polisi ni huduma kama zilizo huduma zingine, kama inavyokuwa kituo cha afya, kama inavyokuwa shule, kama inavyokuwa na mambo mengine. Lengo kubwa la kuleta huduma hii kwa kata Ianda ni kuhakikisha wana Ianda tunaishi salama. Wewe unazoma na dogo unavuja maduka ya watu, unavuja nyumba za watu, tunaiba skrini. Kuanzia sasa hivi tuache, maanake ulinzi umesogea zaidi na lengo la wana Ianda tunataka tuishi vizuri. Kama kipige makofi, si kitu kizuri hiki ndugu zangu. Changamoto ambazo tulikuwa nazo kabla ya kituo hichi ilikuwa kwa mfano, alikuwa mhalifu akikamatwa akipelekwa wakati fulani kwenye ofisi ya kijiji, kupelekwa kituo cha polisi Vwawa, ilikuwa wakati fulani yule uliyemkamata mhalifu unachangia na una kumsafisha yule mhalifu, vitu ambavyo vitatupunguzia, kwa sababu wizi ulikuwa ni umezagaa kila pembe, sababu wezi walikuwa na kiiba wanatokomea kwa mahindi au anajificha anakuwa na vijiji jirani, sababu itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu huyo akisha kamatwa mhalifu ni rahisi sana kumdhibiti na kumfikisha karibu na kituo. Mimi naomba tu, kwa vile kituo cha polisi kiko hapa, tushirikiane polisi na wananchi, sio kwamba eti kwa sababu polisi tumefika tunaanza kuogopa polisi. Lakini tukishirikiana kwa moyo umeupe na raia na polisi, lazima uwizi utapungua. Ni vizuri sana kutuletea kituo karibu, maana uhalifu ni mwingi. Hata hivi kabla utakuta mtu labda mhalifu amekamatwa, mpaka maaskari watoke kule Vwawa waje wamchukue, utakuta wakati fulani huduma zinakuwa chini, zinateteleka. Hii tunashukuru sana kwa hiki kituo kuja hapa karibu na tutapata huduma nzuri.
mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.